warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah ala ni'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Baada ya kumshukuru Mola subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tukiwa tuendelea na darasa yetu ya kitabu chetu Bidayatul Hidayah cha al-Imam al-Ghazali Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, tukiwa tuko katika maudhui ya wa amma al-farj. Leo tukiingia wa amma al-farj. Farju ni tupu. Ukitoa sakna, ukisema faraji ni faraja. Ndio katika lugha ya Kiarabu ni lugha bingwa sana. Sakna ukaiondoa katika fataha, ushabadilisha maana. Ndipo pale Qur'an ukikosa kidogo uruhusiwi kwenda mbele mpaka urekebishe, kwa sababu mara nyingine umebadilisha maana. Wa amma al-farj, tabia na amatupu, fahfadhhu, ihifadhi tupu yako, an kulli ma harrama Allah ta'ala, kila kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuharamisha ni haramu, kazina, uzinifu, uliwati, musahaqa Kiarabu mwanamke kwa mwanamke, liwati mwanamume kwa mwanamume, zote zimeharamishwa hizi. Istimnau bilyadi ni haramu, kujitoza manii kwa mkono. Walbadhu fil haid, kumwingilia mwanamke iko katika hedhi, zote hizi ni katika zimeharamishwa. Ityanul bahima, katika fidha ya tabia, kumjilia mnyama. Wengine kama sasa uraibu ni mungokaa nini, wakawa hawana na kufanya, basi kushika hata wanyama wakastarehe na wao. Zote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziharamisha, na hiyo ni tupu yako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, kama qala Allah Ta'ala, sema kama alivyokuwa Mola alivyotuambia katika Qur'an, walladhina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Sadaqa Allahu aliyyul azim. Mola atuambia katika suratul Hajj, kad aflaha walladhina hum, na wale kwamba lifurujihim, tuku zao, hafidhun, wamezihifadhi, wamehifadhi na jimaa na kila aina ya uzinifu. Illa ala azwajihim, Qur'ani imetoa nafasi mtu kwa mkewe, hakuna kuhifadhiwa tu kwa mke wako, umepewa ruhusa. Au ma malakat aymanuhum, au wale waliomiliki sijakazi, fa innahum ghayru malumin. Mola Subhanahu wa Ta'ala tuambia hao hawalaumini kabisa. Na hii katika kuhifadhi tupu atuambia, la tasilu ila hifdhi al-farji illa bihifdhi al-aini an-nadhar. Haiwezekani mtu kuhifadhi tupu mpaka uhifadhi kuangalia. Maasia ya kwanza yanamwanza mwanadamu mpaka kuzini ni kuangalia al-ain. Mwanzo huangalia, thumma salam, thumma kalamu, kuendelea mpaka mwisho. Sasa lile jito kule kuangalia ndio la kufanya wewe utaharakishe tupu yako. Na hapa kabla tukienda mbele, utaona katika aini kuangalia, tuje kisasa. Sasa ulimwengu unaoendelea kwa sasa, aghlabia watu wengi, haswa si upande wa wanaume, si upande wa wanawake, watu wote wananadha, kwa sababu imekuja mitandao iliyokuwa karibu.
Kwa hivyo watu waingie katika TikTok, watu waingie katika WhatsApp, watu waingie katika zote Facebook na zinginezo, waangalia tu. Imekuwa kule kuangalia zile picha chafu au picha za ngono si chochote, si watu wazima, si kati na kati, si watoto. Jambo la kwanza katika saikolojia, ile ni sababu kubwa ya kukosa nguvu za kiume. Leo ukitaka dawa zitumike, tangaza tu sasa kwa msikitini, katangaza, jamani, mimi nina dawa nzuri za booster za nguvu za kiume. Utaona watu watakapokumiminika kaduhushi kama wanyama, manake ni wengi, na hii imefanywa majaribio wakosa, kwa sababu ile nazri waangalia sana, wajiumiza, na katika kujiumiza kitu kikubwa wajiumiza saikolojia yako. Kisha utaile kazi kikujia ya ule mke itakushinda kabisa, utakuwa huwezi, na utatumia ile booster, mwisho zile pia uchoka, zikawafanyi tena kazi. Hivyo mtu atainukia, utamwona kisha hana tena nguvu, mbali na mukhadarati ambao tunaoingia. Kwa hivyo kitu kikubwa mwanadamu aangalie, kitu cha kufanya aingie katika uzinifu ni aini, kuangalia. Na kuna nukta nyingine muhimu kama tatu, kabla tujaenda mbele, ni muhimu sana zatoka kwenye maudhui, kisha tutarudi mbalimbali. Mwanadamu unapoinuka, unapotegesha alam ikuamshe swala ya alfajiri ama asubuhi wakati fulani, ile alam ikalia, ukainuka wewe, ukaisima ile alam, ukarudi ukalala, ni kwamba pale ushatesha katika bongo lako, katika saikolojia yako. Ikiwa wewe umeshindwa kujitatua neno kama ile, umeshindwa kulitoa ile bedsheet, kupambana na maisha, kupambana na ibada, ina maana wewe hata kazi pia zitakushinda. Ikiwa nafsi yako mwenyewe mashindwa kujikatua, programu yako uliyopanga umeshindwa kuifuata, umehalifu, hili ni jambo la kwanza katika saikolojia. Ushaiumiza bongo lako, ni kwamba wewe hata ukapawa makazi au ukapawa jambo, lazima utakuwa failures, utachelewa, huna wakati maalum. Na lingine ambao kwamba ni hizi simu. Ukiinuka asubuhi bongo lako waliko fresh, Mwenyezi Mungu asema waja'alna naumakum subata, tukawajalia usingizi ni tamu, usingizi raha. Lakini utaona leo tojanati toja hapo kuangalia aini, nataka kuangalia. Lakini mwanadamu akiinuka, hasa ulimwengu sasa, kitu cha kwanza yuangalia simu, ashaumiza ubongo wake. Kitu cha kwanza mwanzo, badala ya inuka amshukuru Mwenyezi Mungu, asema alhamdulillahi alladhi ahyana baada ma amatana, amshukuru Mungu. Wenyewe kwambia yatakana utukue dakika 90 ama dakika 60, usishike kitu chochote, bali ukiinuka mshukuru Mwenyezi Mungu, upige magoti, unywe maji, hata usinywe juice ya sababu ya ile Mungu wako azidi kuwa na nguvu. Lakini unapoinuka ukaangalia TikTok, ukaangalia leo bonde kwa jana ngapi, kitu cha kwanza ukaangalia pale, ushaumiza ule Mungu wako, kwamba wewe badali udhibiti utadhibitiwa. Usipojipanga utapangiwa. Basi mujarabu kisaikolojia, kwamba mwanadamu akiwa na tabia hizo hawezi kufanya kazi, wala hawezi kuwa na fikra za kazi abadan, kwa sababu yeye fikra zake za kwanza kiinuka, atakuangalia simu, atakuangalia waliokufa nani, walioleta message usiku nani na nani, hawa walifanya nini na nini. Utaona mwanadamu yule siku zote ni failures hata kimaisha yake.
hawezi kupeleka maisha. Hivyo lazima mtu ahifadhi aninadhar, kwa sababu kule kuangalia ndio yasababisha ulete uzinifu ama umbea. Na lingine tukimalizia na mwisho, tuendelee na maudhui yetu. Usipende asubuhi au marafiki yako ambao kama utakutana naye asubuhi ni mtu wa kulalamika maisha, jiepushe naye kabisa. Atakumaliza kisaikolojia, atakuona wewe huwezi kutoka. Yani mtu akiinuka asubuhi ukiona maisha magumu bana, hivi bana, hakuna hivi bana, madeni kadha, analalamikia serikali. Duniani umeinuka asubuhi, usilalamikie. Madamu umeinuka, una afya yako, una akili yako, una mato yako, una nguvu yako, khaliwal pasua, nenda mbele. Lakini ukikaa na maskani na watu wenye kulalamika, basi na wewe utaingia mgaoni. Kaa na wasomi. Na kitu kingine ambacho kwamba ni muhimu sana, jipangie. Kuna watu hulala leo usiku, hajui asubuhi atafanya nini. Ushaumiza ubongo wako. Lazima ujipangie, mimi asubuhi nina mazoezi, sikosi mazoezi. Leo mwanzo mwenyewe ukijua inakuja keep time. Mimi siku fulani nina mazoezi, ikifika time fulani napumzika, ikifika time fulani nasoma. Hata kama huna ile kazi, jipangie pale nyumbani, basi utakuwa wewe akili yako yafanya kazi kila wakati. Sio ukiulizwa sina kufanya. Kama ujipangie utapangiwa, ndio utakuja shetani kutawali sasa na urafiki. Kwa hivyo kitu cha kwanza, wa hifdhi ala tasilu hifdhi al-farji illa bihifdhi al-aini an-nadhar. Lazima. Na sasa tumewekewa vitu ndani ya majumba, ndani ya intaneti, ndani ya mitandao yetu, majumbani kwetu, mpaka wasichana wetu wote watu wako. Je, wasitumie? Wataitumia, haina budi, ndio wakati hauna budi. Kile lazima mwanadamu akenegee mwenyewe awate. Wa hifdhi alqalbi anilfikri, na kuhifadhi moyo. Imam Ghazali asema anilfikri, na fikra. Na hapa fikra gani? Ni fikra ambayo kwamba zilizoko nzuri. Usikuhifadhi moyo na fikra mbaya. Wengine wakati waza leo kumwambia umewaza nini, uwaza mabaya tu katika maisha yake, hawazi mazuri. Ndio wenyewe kuambia dalili moja ama kitu kwamba mazoezi ya viungo vyako ni kitu kimoja kwamba chatoa fikra mbaya, ama bahari, kuangalia bahari ama kuogelea bahari. Wa hifdhi batni ani shubha, asema ni hifadhi tumbo kutokana na madangamanifu. Ukiona kitu chakula kina, kama tulivyoeleza juzi iliyopita, kina shubha, hakina quality sawasawa, kina mshabaha, ima ni halali ama haramu, hifadhi, usikile. Ama ni changu si changu. Wa ani shiba, na kushiba. Jaribu katika maisha yako, ukila usishibe mpaka kwa pumzi zitoke. Si afya hii, ni maradhi. Fa inna hadhihi muharrikatun li shahwatin wa magharisuha. Ona Mghazali asema hizi ni haraka, ni shahwa za matamanio, wa magharisuha, na mamezo yake. Wewe meza matamanio, utakuwa na shahwa, na shahwa zile ni shahwa kama za mnyama. Wa amma yadayni, endapo Mghazali asema ama haya mikono miwili, fahfadhuhuma, ya hifadhi haya mikono, antadhriba bihima musliman, kumpiga Muislamu. Simpige Muislamu ndani wako, Muislamu yoyote, hata bimije au kafiri, usimpige bighairi musawwahi, ikiwa huna kitu chosababisha umpige ama ushahidi. Mfano, sipige mtu yoyote.
Ama kupiga haifai, ile kuua ndio haifai kabisa. Au kumfukulia mwenzako kisima, kahufri mbili udwana, kumfukulia kisima, kumtiba mtu, zote hizi umeshirikisha katika ni katika maasi ya mkono. Au tatanawala bihima malan haraman, ama mikono yako ukampa mtu kwa mkono mali ya haramu, itakuwa mikono yako imeasi. Kama kupunguza kilo mezani, kuiba, yote katika maasi ya deni. Au tudhi bihima ahada min alkhalqi, mikono yako ikanye, usimuudhi mtu yoyote kwa mikono yako, aina udhia wote. Au takhuna bihima, au kukhini, kufanya khiana, amanatan, uaminifu wa wadia na amana. Wadia ni ile ambayo kwamba nimekupa amana, nishikie, nahitaji kitu kwako, ukinirudishia ile kitu, ukija ukinirudishia mapesa, ile amana ile ito wadia. Bwana, shikie simu ama shikie dhahabu, nahitaji pesa 100,000, baada siku fulani nitakurudishia. Ni mlango wa kifiki mrefu. Ukipata ile pesa, atakuta kwenda utakuwa ile dhahabu yako, atakuwa mwenye ile kwa wadia. Amana maana tofauti ya amana na wadia. Amana ni mtu kwa mwaminifu, kama Mtume alikuwa mwaminifu, akipewa pesa hakupawa kitu, aleta bana, amana yangu hii. Kiswahili pia niekee, nikirudi nipate, lakini hakuna kubadilishana kitu. Nafikiri tunafahamu tofauti ya amana tu wadia, lakini Kiswahili kifupi, amana tafsiri ni amana, wadia pia tafsiri nini? Ni amana. Ndio nikaweza kutofautanisha baina amana tu nini na wadia tu Kiarabu nini? Rahani. Wadia kama rahani. Naam. Ndio takuwa ndio rahisi kufahamu. Au taktuba bihima, au kuandikia katika mikono yako, kaandika mala yajuzu nutqu bihi. Huwezi kutamka. Angalia Imam Ghazali azungumza mambo na sasa ndio yako. Mimi naweza sikutukana, lakini kwa kupiga message ya matusi sikuasi, sikutamka, lakini nimefanya maasi yadi, nimechat, nikaandika ile, nikakutumia ile message. Ndio antaktuba bihima, uandike kwa mikono yako miwili, ma la yajuzu nutqu bihi, haifai hata kutamkwa, ni katika maasi ya dini. Fa innal qalama, asema Imam Ghazali, hakika kalamu ahadul lisanaini, ni moja katika milimi miwili, ulimi wa kutamka na ulimi wa pili ni kalamu. Ni kalamu pia ina mambo yake, yasifu na yatukana, yavunda na yajenga. Fahfadhi alqalama, hifadhi kalamu, amma yajibu hifdhi lisani anu, ile ambayo kama inampasa kuhifadhi ulimi wako. Wa amma rijlani, na ama miguu, fahfadhuhuma, ihifadhi hiyo miguu, antamshia bihima, kwenda nayo ila haramu, kwa haramu. Pale unapokwenda kwa haramu, miguu moja, kila hatua waandikiwa thawabu. Kama vile unapokuja msikitini, kila hatua waandikiwa thawabu, na hatua mbili wafutiwa dhambi. Na ukienda kwenye haramu hivyo hivyo, waandikiwa haramu. Au tas'a bihima, au kwenda mbio kwa miguu yako, ila babi sultani dhalimi, mpaka kwa mlango wa mfalme dhalimu. Mfalme huu wajua ni dhalimu, wewe ukawa ukimwandama. Ndio mshairi mwingine asema, wama min katibin illa sayabda wa yubqi ad-dahru ma katabat yada fala taktubu bikaffika ghayra shay'in
yasuruka fil qiyamati an tarahu wama min katili illa sayabla. Asema mshairi, hakuna yoyote anayeandika isipokuwa ataombwa, atapata mitihani, atapata majaribio. Wa yuqdaru ma katabat yada, kile ulichokiandika hata ukifa kitabakia. Wewe umeandika kitu cha kunitukana, hata umekufa kwa mbele za Mungu, kila mtu akisoma kama vitabu umemtolea nini itakuwa yabakia, na kila asomayo una thawabu, una dhambi zako. Sababu kama kilichoandikwa chote makataba qarra, sio kilichoandikwa ukaa. Fala taktub bi kafika ghaira shay'in yasuruka fil qiyamati anta. Hakuna raha uandike kitu kile kitakuja kufurahisha wewe siku ya kiyama ukikiona. Umeandika mashairi yako mazuri, umeandika ayati, umeandika dua, umefanya khairati. Falmashu ila salatini dhalma, ukienda kwa ufalme wenye kudhulumu, min ghairi dharura, bila dharura, yani umetokewa na dharura, umekwenda kwa mfalme pengine una haja, ukienda kwa muombe haja, lakini umekwenda bila ya dharura. Wa irhaqi, na kujitawanya, irhaqi maasiyatun kabira, na kukakamia katika maasi ya kuyajilia maasi makubwa. Wa irhaqu, na kuyajilia maasiyatun kabira, maasi makubwa. Fa innahu tawadha lahum, huko ni kunyenyekea kwa wao. Huyu ni dhalim, huyu ni mfanya maasi, huyu ni kadhaa, basi leo umewanyenyekea wao. Wa ikramu lahum ala dhulmihim, takuwa tena umewatukuza wao kwa kudhulumu kwao, umezidi kuwapa nguvu. Umeonekana wewe umekwenda, yani kama wapongeza ule udhalimu wao, wasapoti ule ujeuri wao. Lakini leo tumekuwa wakati hatujali, kila mtu yuangalia lile lake, angalia maslahi yake, hata kuangalia yeye mwenyewe nani. Ndio kitu kikubwa, mtu anataka ajijue man ana. Sisi ufika wakati hatujijui mimi nani. Unapofika wakati unijue wewe nani, ndio bado ukatoboka kabisa. Lakini ukijua wewe mwanadamu, una heshima yako, una ihtiramu yako, kwa nini mimi nenda ikajidhalilishe kwa mtu nisijidhalilishe kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala? Kwa nini mnyenyekee mtu mimi kupita kiasi? Kwa nini? Unapofanya hivyo hujajijua wewe nani, wajitoa uhanga, wajifanya wewe si chochote, heshima yako yote yaanguka. Wakad amara Allahu Ta'ala, sikia, Mwenyezi Mungu ametuamrisha bil-i'radi anhum, tuwape nyongo wao hawa as-salatina adhala. Fi qawli ta'ala, Mwenyezi Mungu tena atuambia katika neno lake atushio, wala tarkanu ila alladhina dhalamu fatamassakumun nar, msipondoke kwa wale ambao wenye kudhulumu, utakuja kuwapata moto nyinyi. Wewe unajua huyu dhalim, basi kwa nini umunge mdhalimu? Sura Hud. Wa huwa takdiru li sawadi, na hiyo ndio tuko wingi, asema takdiru sawadi, manake wingi weusi mkubwa sana, wingi wa weusi, yani kwa jamaa wengi wako hapo. Khairul umalai alladhina ya'tuna al-ulama wa sharrul ulamai alladhi ya'tuna al-umara. Subhanallah. Tumetuambia khairul umalai alladhina ya'tuna al-ulama, bora wa maamiri ni wale ambao wawajilia wale wanazuoni, yani watu wakubwa wafalme, lakini waja kupiga magoti kwa wanazuoni, watakadua, watakahiji
Wa sharru ulamai, na wanazuoni waovu, alladhina yatuna, ni wale kwa wajida umarama wao, wako kwa bwana wakubwa, wako kwa maamiri, wako kwa huyu, wako kwa huyu. Al-sharru ulama nini? Wote wakikwaka. Fa idha fa'alu dhalika faqad khanu rusul, wakifanya hivyo hawa ulamai wamewakhalifu nani? Wamewakhili nani? Mitume. Kwa nini? Al-ulamau warathatul anbiya, ulama warithi mitume. Kwa hivyo ukifanya hivyo wewe kama ulama, basi ushamkhili mtume sallallahu alaihi wasallam, shufanya khiana. Ndio Abu Dhar yasema, man kathara sawadi qaumi fa huwa minhum, mwenye kufanya wingi wa mabwana kwa watu, basi na yeye ni wao, katika wao, miongoni mwao. Wengine wanaye ni bwana kwako, huangalie haki iliko. Wa ikana dhalika lisababi, na ikawa hiyo ni sababu talaba mali, kutaka mali yao. Mtu kimwona hivi sana akipendekeza kwa wale maamiri wakubwa, basi ataka mali kubwa, ataka zile pesa. Mghazali akwambia, fa huwa sa'yun ila al-haram, wewe ndio unaenda mbio kutafuta chakula cha haramu, kisha kile chakula ukinunua, iwazihu al-banina wal-banati, kuja kuwapa watoto wako wa kiume na wa kike bila kujali, una kitujo. Wakati qala sallallahu alaihi wasallam, sikia mtume atuambia, man tawadha anil ghani salih, Allahu akbar, Mungu atulinda. Na hiyo tunahusiana sisi pia, mwenye kunyenyekea kwa tajiri mwema. Ukamnyenyekea nani? Tajiri alikuwa mwema, ni ghinahu, kwa utajiri wake, si kwa lingine, si ana tabia na nini, kwa leo tajiri yake. Dhahaba thuluthani, thuluthi ya dini yako iko, thuluthi ya dini yako hatuko wengi mengi. Wa hadha fi ghani salih, huyu ni tajiri mwema. Fama dhannuka bil ghani dhalim, yeye ni tajiri dhalim. Na sisi hata tukatukana, tukapigwa kumbo tumo, tajidalilisha. Kwa nini tusijidalilishe? Kwa maana tunakwambia mwanadamu kutoka mipaka hijui man ana, mimi nani. Hukuletwa wewe umdhalilikie mtu, wewe umeletwa umdhalilikie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Basi mingine kutumia akili yako na macho yako na kila kitu chako. Wala jumlati, na kwa jumla ndio haya kwambia, ndio mwanzo kaeleza mambo ya psychology, kwamba umeinuka ujui ufanye nini, ndio basi utabakia sasa uombe, ufanye hivi, ufanye hivi. Lakini ukijipangia hata kama huna, lakini heshima yako huiko juu sana, na wewe hujui, lakini akili yako, fikra yako, moyo wako, kuna sauti yazungumza na wewe, na hii haipatikani mpaka kwa khalwa. Ndio Mtume kana yataabadu fi ghari Hira, alikuwa kenda katika jabali la Hira peke yake. Unapokaa peke yako, unapofanya khalwa, hutaki kuwa na mtu yoyote, baadaye kuna sauti yatoka ndani ya moyo kwambia, wewe kwa nini washinda na jambo fulani? Kwa nini yatoka sauti ya kupa? Sasa nguvu za toka za kiakili. Kwani kusoma katika tarehe watu walitoka kwao, ukisoma Malindi ilikuwa ni msitu tu na bahari, wakatoka kwao upande wa Yemen na Omani kitarehe, wakaja wakaishi hapa, wakaanza majumba yao. Walikuwa wamtegemea nani wale? Tegemea Mwenyezi Mungu. Mtu akuja ajenga kibanda chake baharini, atawakal. Ndio unavyotakikana.
ujiaminishe katika maisha. Wale wakuja kumtegemea mtu ndio wakainuka leo. Ndio ukisikia leo kwa ploti hizi za fulani walikuja kwa kuna mtu akatoa ploti zote zao. Kuna mtu kila mtu cha kukaa. Wala jumlati fa harakatuka, basi jumla yote haraka zako, sakanatuka, utulivu wako, bi'adhaika, kwa ziungo zako, ni'matun min ni'amillahi ta'ala alayka, neema kutokana na neema Mwenyezi Mungu kwako. Na ndugu zangu, hakuna kitu kikubwa mwanadamu kukiweka kama ibada. Ibada ndio ya kutoa katika fikra mbovu. Yaani wewe yauminya unasoma Qur'ani, basi na dhikrullah itakuletea itminani fil qalbi, utulivu katika moyo. Kisha madamu wewe ukisoma kitabu na unatakwa, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu Leo mfano mdogo ambao kwamba mimi nimeupata miaka 26 sasa, wengine naswalisha alhamdulillah. Lakini utaona watu wenda mbio na kwenda mbio kama farasi wa Ulaya, kisha wale utaona mtu anakuja mbio kupiga magoti hapo kidogo mambo shete. Mimi kazi yangu kwa msikitini tu, wewe ndio mbio ndio baada ya kwenda mbio kupata nini majaliwa, na hajui kuja kuambia wengine, nyinyi mmeugura ule utajiri wote kwa hapa msikitini. Hata maswahaba walikuwa wakikita msikitini, ndooni msikitini, mswali, mfanye ibada, mfanye sunna. Hizi Qur'ani zitamani yenye kusoma kwa kutoka Ramadhani mpaka Ramadhani kwa siku mswahaba. Washikao watu 3-4 na ngao walipita tushome hapo kwenye basi. Hicho tunalalamika, mtu kama anakuja kaa hapo chochote hapo. Akiende Bukhari, wakati wa kupita, wakati ule haurudi tena. Ndio utakapokubalia ushauri huu waonesha sasa, kaleo uketi msikitini, uketi nje masaa kupita, hata basi umtaji nini Mungu? Mwanadamu wewe, nimekupa macho, nimekupa pua, nimekupa pumzi, nimekupa masikio. Ukitulalamika, nakwambia watu kulalamika, epuka marafiki. Watu wengine ukikaa nao kulalamika haifai. Madamu na nguvu zako waona una kila kitu, usilalamike, jilaumu. Fala tuharrik shay'an minha fi ma'siyati Allah, usiharakishe kitu chochote katika kumwasi Mwenyezi Mungu aslan kabisa. Wasta'milha, zitumie hizo ziungo fi ta'ati Allah Ta'ala, katika kumtii Mwenyezi Mungu atushiewe, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio yokujua tena ndani alipokuambia mimi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kwamba mimi nakuumba wewe nyama zako, mishipa yako, mifupa yako, kila kitu. Kwa hivyo utakapokuniabudu mimi kama nilivyokuumba na nitakurudisha tena, nitakutoa kisha nitakurudisha tena, ndio nitakuletea njia za arzaki za kila kitu. Ndipo baadaye Sayyidina Ali karamallahu wajhahu siku moja baada salatu al-fajr ameswali bila Mtume akamwona amelala. Zamani kwa hakuna amezulia, akamwambia kuni ya Aba Turab, maana kwa mtango mwingine inuka kabla watu hawalali sahihi. Baada ya fajr inuka, hakuna ruhusa kulala hata tatlu al-shams, mpaka ishraq jua lishakutoka aweza kupumzika. Kwa nini? Sinalia moja kwa sababu sasa ni wakati wa malaika kasimu arzaq, ndio wakati wao watoka wagawania riziki. Wala mjua atambia mwenye bidaya hidayah, inkasarta fa alayka wabalu, ukipunguza hizi toa ibada fa alayka wabalu, basi na wewe mwisho mbaya, una mwisho mzuri. Wa inshamarta, ukijifunga masongo kisawasawa, fa ilayka ta'udu thamaratu, basi kwa wewe itarudi ile matunda. Wallahi
wallahu ghaniyun anka, Mungu ndo atakusheleza kwako wewe, wa an amalika, na kazi yako. Wa innama, wasema kullu nafsin bima kasabat rahina, kila nafsi kile kilichotuma ndo rahani yake, ndio utakapokiwa. Wa iyaka, atuambia na kutahadharisha wewe, wa iyaka na kutahadharisha antakula inna Allaha karimun rahim. Wengine wapenda Mwenyezi Mungu bwana karimu bwana, ndio msemo wetu, Mwenyezi Mungu rahim, basi usifanye ibada. Karimu, Mwenyezi Mungu raziku, atukae. Mwenyezi Mungu karimu, Mwenyezi Mungu rahim. Sikia Imam Ghazali atuambia yaghfiru dhunuba lilmuswati, Mwenyezi Mungu samehe madhambi watu walifanya maasi bana, tuate bana. Mwenyezi Mungu karimu rahimu bana, hata tufanye sisi tusiswali tusifanye ibada, Mwenyezi Mungu karimu rahimu bana. Hiyo ngao tukisikiza mwangaza kwa fa inna hadhihi kalimatun haqq urida biha batil. Asema hiki kipa cha kweli, Mwenyezi Mungu rahim, Mwenyezi Mungu karimu, lakini urida biha batil, kimepitishwa kile kama ubatilifu, sio Mwenyezi Mungu akukusudia. Mwenyezi Mungu ikiwa rahimu karimu, ni rahimu kwa ule mwenye kufanya ibada, yuamsikitikia Mwenyezi Mungu wa ibada yake awe na nguvu. Ni mkarimu kwa ule mwenye kumnyenyekea, kusujudia kila wakati, awe ni karimu kwa kero. Hizi aya sio rahimu mwenye kufanya maasi. Atamsikitikiaje mtu kufanya maasi? Amsikitikiaje? Atamfanyaje ukarimu mtu kwamba hufanya maudhia, yuarua, ni mlevi hivi na vile, atamfanyia ukarimu gani na hakutaka? Na ajabu, nimechunguza soma aya nyingi za Qur'ani, subhanallah, mwisho ya malizika jina la Mwenyezi Mungu akhlabia, na ina mafumo yake katika kufahamisha Qur'an. Ukisoma fatadabbar, tuizingatie. Tasikia aya takwenda kisha inna Allaha alimun khabir, utakwenda inna ala kulli shay'in qadir. Nasema kubwa kuna wakati wake kaeleza. Qur'ani ina utamu sana, ina ladha. Kwa hivyo hii kalimatun haqqun urida biha batil wa sahibuha mulaqabu bil hamaqa. Asema huyo mwenye kusema maneno haya kufanya maasi, akafanya madhambi, akasengenya, kisha akasema inna Allaha karimun rahim, huyo ni hamaka, ni jura. Lugha yangu ni jura, hamaka aitwa jura. Mtu hana akili nzuri. Ni takriri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huyo Mwenyezi Mungu, Mtume alisema nini? Al-qayyisu man dana nafsa, mwenye akili siku zote ni yule aliyesalia nafsi yake. Ndio kukwambia unamsema man ana, ujijue mimi nani, badili sana na nafsi. Mimi nani, nataka kufanya nini, na kwa nini nimeumbwa mimi, natakikana niwe hali gani kama mimi, si wewe. Kwa hivyo al-qayyisu, mwenye akili, mandana nafsahu, mwenye kujisabu mwenyewe, wa amila lima baada al-maut, akafanya baada ya vitu. Mimi natakana nifanye ibada kwa sababu baada ya kufa hizi zote majenzi, ziwanda, magari hazinifai, hazinifai. Wale jenga msikiti wako hapo, wale jenga nyumba yetu wote wako hapo, wale wataurathi mali kisawasawa wako hapo. Baada ya mauti kitu gani kitakuja kufaa? Ndio sasa hapo utajijua man ana, man anta, wewe nani, na utakana ufanye nini katika ulimwengu. Sisi tulijisahau tukajijua mimi sijui nani, ni jini, ni kiumbe gani. Kwa mwasi Mwenyezi Mungu sababu hujajijua.
Kimaliza wal ahmaq, asema huyo jura, kitakumbia huyo jura, man atba'a nafsahu hawaha, hufuata nafsi yake hawa haudi yake, watamanna ala Allahi amani, kisha katamani kwa Mwenyezi Mungu matarajio yeye kupata hawa. Inna hawa yusmi au yusmi, hawa yake ndio kumwambia wewe lana, hawa yake yani program zake zinakwambia katika elimu ya saikolojia. Mwanzo upange program ya wiki nzima, ujaribu wewe mwenyewe mwanzo, usishinde kukhalifu. Mimi nataka na safari niko hivi, safari kahawa, time yangu ya kupumzika, hii ya kulala, hii ya kuteza, hii ya kuangalia kama sinema, kuangalia bodi, jipangie haina wasiwasi. Lakini sio wewe kibahaluru kukuliwa. Jamaa kuja bana, twende mali fulani, bana kama Aisha, mimi na time zangu na wakati wangu, nikikaa hapa dakika 10-15 ushanikhili, ndio utakuwa ni mtusi wa kukaa maskani wala ovyo. Kipindi cha maskani, unajua mimi nusu sana picha jamaa, basi nusu sana. Kisha watarajia, watarajia kwa Mwenyezi Mungu alamani, watarajia atile, wafuata hawa yako, wafuata nafsi yako, kisha watarajia kwa Mwenyezi Mungu atakupa pepo, atakupa kheri, atakupa kadhaa. Hii akili ya hamaka kama juha. Wewe unasema atamani kitu kwamba atamani kuwa na gari lakini kazi huna, atamani kujenga una mbea una nyumba, atamani leita wali amfau shay'a leita. Mshairi mmoja sema natamani ogogo tamani kunufaisha, basi leita shababa ku afashtaraitu, basi natamani ubarobaro uuze upate kununua, na pale siku hakuna kitu cha kuwa bid'a, lakini dharura tu shiri katika filimani mabili majuhudi, hakuna kuwa ni bid'a, lakini dharura tu shiri. Inshallah watu wazungumza, Mwenyezi Mungu atujalie na alladhina yastami'una qawla fa yattabi'una ahsana. Hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.